Naam, karibu tena mtazamaji kwenye awamu hii, kama nilivyokuwa nimekuarifu, ikiwa ni mwendo wa saa 5 na dakika 28 kunradhi, saa za Afrika Mashariki, moja kwa moja kutoka katika makao makuu ya TV47. Tayari wageni wameshafika hapa katika studio za TV47. Mada siku ya leo ikiwa ni nafasi ya vijana katika siasa, na ambaye ameketi karibu nami anafahamika kama Imran Abdirahman ambaye ni kiongozi wa vijana, na pia katikati ambaye ameketi karibu naye anafahamika kama Wanjege Sheila ambaye ni mwanarika, na upande wa mwisho tunaye Haron Mwai ambaye ni kiongozi wa vijana. Karibuni sana kwenye studio za TV47 asubuhi ya leo. Asante kwa kutoa. Kwanza kabisa ningependa kuanza naye Imran, wacha nianze nawe kwa sababu kwa hapa karibu yangu. Nimeona juzi naibu rais Kithure Kindiki akilaumu viongozi wa upinzani kwa kuwatumia vijana katika maandamano, na ningependa kusikiliza kauli yako na maoni yako kuhusiana na hatua hii, kwa sababu maandamano ambayo tulishuhudia makubwa zaidi ilikuwa mwaka 2024 na maandamano haya pia yalionekana kuongozwa na viongozi wa upinzani. Je, unahisi vijana bado, kando na ile uoga ambayo walikuwa nayo hapo awali ya kujitokeza katika maandamano, wako tayari kuhusika katika siasa za paka na panya? Asante Paul kwa kutualika na kwa hii mjadala ambaye ni muhimu sana wakati huu. Ningependa kuanza kusema ni haki na shughuli ama kazi ya kila Mkenya kuandamana na kutetea haki ya Kenya na wananchi kwa jumla. Kwa hivyo sio jukumu la vijana pekee kuandamana ama kutetea maneno vile iko nchi hii. So kwa hivyo katika miaka 2 iliyopita tumeona ya kwamba ni vijana wanakuja kipaumbele kutafuta haki na kutetea wananchi na vile mambo iko. Kulingana na hiyo situation, nafikiri vijana walileta maendeleo mengi katika kutetea nchi hii, kutetea sera, kutetea utendakazi ya viongozi vile walipelekwa kwa hizi ofisi. Nafikiri Wakenya wanaona faida ile imetoka kwa ile maandamano vijana walifanya. Kwa hivyo nafikiri ningependa kuanza kusema ya kwamba ni jukumu la kila Mkenya kutetea haki na sera za Kenya, sio jukumu la vijana pekee. Lakini tunaona ya kwamba tukizingatia wanasiasa, maandamano imekuwa biashara, sio maandamano ile imekuwa kwa sera na kwa mafikra mazuri, lakini imekuwa ni biashara ya wafanyikazi wa serikali wenye wanatetea sera za serikali, na pia wanasiasa wenye wanaona kusukuma mjadala fulani. Kwa hivyo katika hii msukumano ya vile naibu wa rais na opposition wanasema, ni kweli ya kwamba maandamano imekuwa biashara, na tumeona ya kwamba kuna hii kitu imetokea siku hizi, vijana wanatumika kuleta vurugu ama kuharibu biashara na vile maneno inaenda. So kwa hivyo nafikiri ni mjadala ambaye tutaendelea kuzingatia na kuongelelea, lakini sio kazi ya vijana peke yao kujitokeza na kutetea haki ya Wakenya wote, na tunajua ya kwamba ni biashara. Maandamano imetumika kama biashara kusukuma sera na mafikra ya watu fulani katika serikali ama upinzani. Ningependa kusikiliza kwako Wanjege kuhusiana na swala hili na vijana. Kwa sasa, kando na maandamano ambayo yalishuhudiwa mwaka 2024, maandamano ya sasa hivi, kweli vijana wamo ndani kiroho? Asante sana. Naitwa Wanjege Sheila na mimi ni mkaji wa Murang'a County na mimi bado nawania kiti cha Women Rep Murang'a. Na ukiona leo nimevaa nyeusi, sipendi kuvaa nyeusi.
lakini inaonyesha venye nchi iko kama vijana, ina represent vijana venye tuko sahi. Mambo ni mabaya kabisa katika ground. Na mimi hapa leo nimeketi kwa sababu sisi vijana tumesalitiwa na kitu inaitwa broad-based organization. Na nikisema tumesalitiwa ni kwamba maneno yenye unasema ati kutoka huko nje kwenda kuandamana, sisi tumetoka hapo sahi. Wanatutumia sisi kupigana kisiasa. Ilhali sisi sasa tumekataa stori za siasa, tunasema tunachukua, ndio maana unasikia tunachukua kadi. Twende debe tupiganie hapo. Wakiitana kwa barabara, sisi tunasema hizo ni siasa zenyu, wacha sisi tubadilishe venye tunajua sasa hivi. Kwa sababu kumaanisha maandamano yaliyofanyika vijana hawakuhusishwa pakubwa. Hawakuhusishwa pakubwa. Sisi tuliamua ati twende barabarani kwa sababu sisi sasa tunajua tunataka kupigania kwa debi. Na ndio maana tunaita vijana wengi sasa. Sasa unazoona statistics zinaonyesha sasa tumekuwa na watu 1.3 wame register across the counties. Unaona? Na hiyo ni kuonyesha kwamba tumechoka na siasa. Sasa tunataka kuchagua viongozi. Sasa tunatafuta viongozi, hatutafuti wanasiasa. Na kitu kama hiyo yenye tunasema, ndio maana tunasema saa hii ukiangalia katika bunge 2% ya vijana ni vijana katika bunge. Na kwa hilo swala ni kuonyeshana kwamba sisi hatuna sauti katika bunge. Na ndio maana wanatumia sisi kama kujiprotect. Unaona? Ndio waseme sisi ndio tumefanya, ndio ikifika 2027 watumie sisi ndio sisi hata hatutaki tunataka kupigana tu, hatuna kitu ya kusema hivyo. Na hivyo ndio venye tutaki. Na kitu kingine, masuala ati hawataki kutuona kwa katika government. Remember 2024 sisi kama vijana tulibadilisha finance bill katika lugha nyingi sana. Ndiyo Mkenya wa kawaida, kijana wa kawaida aweze kulielewa masuala hayo kwa utaratibu. Ndio maana uliona katika maandamano wengi walijitokeza. Hatukujitokeza kwa sababu hatujui ni nini hiyo ati haiko kwa finance bill. Ni kwa sababu tulikuwa tumeelimishana. Wengine wetu na hiyo wanaogopa kwa sababu Mwai Kibaki alileta elimu. Alifanya elimu ikakuwa bure. Si ndio? Kwa kufanya ikuwe bure ilimaanisha watu wengi wamesoma. Sasa hii watu wengi wamesoma na ndio maana sasa wanataka kuharibu elimu kwa sababu wanajua elimu ndio power. Ndio nguvu yetu. Kwa sababu tukiketi hapo nao wako hapo wamesoma, watu na sisi tunaweza pendua serikali. Aaron, sijui kama una wazo tofauti kuhusiana na mjadala huu ambao unaendelea hapa na viongozi kuongoza maandamano. Asante sana Bwana Kirobi. Kwa majina yangu mimi naitwa Mwalimu Aaron Mwai. Mimi ni kiongozi wa vijana pale kaunti ya Kirinyaga, na pia mimi nawania kiti cha mwakilishi wadi pale wadi ya Kanyakine. Mimi niko na kauli tofauti na ndugu yangu Imran. Amesema ya kwamba kuna viongozi wanatumia vijana kufanya biashara. Hiyo si ukweli. Kwa sababu ni kama ameongea kama mtu ambaye hayuko katika hii nchi. Alikuwa anasema maandamano inatumika kibiashara. Kibiashara. Diposa anasema ya kwamba ameongea ni kama mtu ambaye anaishi nchi ingine ambayo sio Kenya. Kwa sababu ukiangalia ile kitu inafanya vijana watoke waende maandamano kama mwaka wa 2024. Si kwa sababu ya kitu ingine, ni kwa sababu ya uongozi mbaya wa rais wetu. Na maandamano ya hivi majuzi ilikuwa hapo ndio nakuja Kirobi. Alafu hii maandamano ya juzi vijana walitokea wao wenyewe. Lakini hawakutokea kama vile walikuwa wanatokea hapo mbeleni. Na ni kwa sababu ukiangalia kama hii mwezi tu, hii mwezi ikianza huko, kulikuwa na maandamano pale Mbeere North. Watu walikuwa wanaandamana kwa sababu hospitali ya Ishiara hakuna kazi inafanya. Nini kilitokea pale?
Polisi walikuja wakapiga vijana wawili, nasikia hata ni watatu, wakawapiga risasi wakafa. Vile vile hivyo ndo walikuwa wamefanya mwaka wa 24. Hivyo ndo walifanya. Vile vile wakaua vijana wetu. Wakatuua sisi Gen Z na millennials. Tulipotokea kusema ya kwamba finance bill hii ni mbaya. Kwa hivyo vijana wamerevuka wakajua, na ndiposa tunasema tuko kadi. Wakajua ya kwamba sisi tukitokea pale nje kufanya maandamano, hii serikali haina haja na sisi. Itatokea tu itupige risasi. Kwa hivyo tukaonelea badala ya kwenda maandamano, wacha tuende tukajirejeste kama wapiga kura, na ndiposa hii serikali mwaka ujao tutoe mamlakani. Naam. Hebu tuangazie kuhusiana na hili swala ya nafasi ya vijana katika siasa. Kizingiti kikubwa kando na fedha imekuwa ni nini hasa, wewe kama Haron Mwai? Kando na fedha, kumekuwa na vizingiti vingi sana. Kuna wale tunaita wengine wetu hatujakuwa katika siasa kwa muda mrefu, na saa zingine unajipata uko katika chama fulani, na unapata ile chama, kuna wale wanaitwa gatekeepers, kuna wale wanasema sisi kama hautatufuata sisi hatutakusupport. Kwa hivyo tumekosa ile tunaita mentorship katika uongozi wa kisiasa. Unapata ya kwamba mko na kiongozi fulani ambaye unajua pia huyo kiongozi ni kijana kama wewe, na amekuwa katika siasa, lakini ukienda kumwambia ya kwamba unataka unielekeze vile nitafanya ili nipate kuwa kama wewe, hana wakati ule wa kumenta kama kijana ili ufikie mahali unapaswa kuwa. Hiyo ndio imekuwa challenge kubwa sana. Nafikiri nakubaliana na ndugu yangu. Sitaki kurudi kwa ile mchango yake ya kwanza, akielekeza ya kwamba shida ile tuko naye hapa Kenya ni uongozi mbaya ya rais. Mimi nina maoni tofauti ya kwamba rais ni mtu ambaye anajikakamua kufanya ile anaweza kwa kiwango yake, na anaendeleza nchi kwa njia mzuri. Ningependa niseme ile shida iko katika kuchangia nafasi za vijana katika siasa, ni ya kwamba number one, tuko na shida ya vyama vya siasa ambayo ni ya kikabila. Kulingana na ile environment ya siasa hapa Kenya, vyama vya siasa ya hapa Kenya karibu zote ni za kikabila. Kwa sababu unapata kijana ama youth leader kutoka sehemu fulani lazima ajielekeze kwa njia ya kabila yake ama vyama vya kikabila yake. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto kubwa kwanza. Inakuwa ngumu kabisa kuchanganyika katika vyama ambayo wakati ilianzishwa na sera ama fikra za kutafuta na kukusanya kura za kikabila katika hii Kenya. Ya pili, ya kwamba viongozi wa vijana hawapati nafasi ya kukaa kwa meza na wale wanaendeleza sera za vyama vya siasa. Kwa hivyo inakuwa ngumu sana kuchangia katika sehemu ama political parties ili waweze kubadilisha fikra ama sera za hizo political parties ama hata kuchangia Kenya mzima. Kwa hivyo iko shida pale ya kwamba vijana wanachukuliwa ama wanahusishwa kijuujuu bila kuitwa kwa meza ya kuamua vile sera na maneno ya political parties ama policies ya Kenya inaenda. Kwa hivyo nafikiri hiyo changamoto mbili inaleta shida pakubwa. Kwa hivyo ile tatizo ingine iko kwa vijana upande yao ni ya kwamba kila mtu anataka kujihusisha na viongozi ambayo wanatoka maeneo yao. Kwa hivyo kama mimi natoka Mandera ama Northern Kenya, najihusisha na vyama ama viongozi kutoka sehemu zetu, ndugu yangu kutoka Central namna hiyo. Kwa hivyo inakuwa shida sana kukaa ama kuchanganyika kwa meza moja tukiendelea kufikiria vile tutasukuma
Kenya mbele. Lakini Gen Z walisema kwamba wao ni tribeless na wao ni partyless. Yes. Na ifikapo mwaka 2027 unahisi hiyo itajitokeza waziwazi na kuleta mwamko mpya katika taifa hili? Nafikiri Gen Z walifanya kazi mzuri sana katika hiyo wakati. Maandamano ilileta mazao mazuri. Kenya ilisimama, rais alilazimika kubadilisha viongozi, mawaziri. Bunge pia ilipata nafasi ya kusikiliza vijana na kubadilisha sera zake kimpango. Nafikiri hiyo faida yote ipo, lakini mwisho wa hayo yote nafikiri tulirudi tena nyuma kuendelea na vile mambo ilikuweko. Kuna wasiwasi kubwa sana ya kwamba ndio vijana wana idadi ya kura, wana sauti, wana mwelekeo, lakini wale watu wa kuchukua hizo sera na mafikra ya vijana hawako tayari kuchukua hizo mafikra na kuendeleza Kenya mbele. Na pengine wale vijana ambayo wanahusishwa katika serikali ama katika sera za serikali ni wale wanajulikana kuwapigia serikali ama viongozi makofi. Kwa hivyo kidogo iko wasiwasi. Kuna wasiwasi mkubwa. Yes. Wanjege, una kauli tofauti kando na yale ambayo yamezungumziwa hapa? Yes. Ningetaka kusema kwamba kuna political parties mingi sana ambazo zimejitokeza. Na kama wanarika tuko tumesema sisi ni tribeless and leaderless. Kitu ya kwanza, we are not tribe, hatuna ile tribe. Hatuko tribal. Na kusema hivyo ni kwamba saa hii venye rafiki yangu hapa Imran anasema ati katika political parties kuna ile political tribe yenye inafanya watu hawawezi kufanya kazi pamoja. Kama hauko katika hiyo kwa hiyo chama. Naweza sema hivyo. Na hiyo ni kusema ati kama mimi, for example, mimi niko kwa chama ya kusikiza wa Kenya. Na kwa sababu mimi niliingia katika hiyo chama ni kwa sababu tuko na maono yenye inaelekeza ati wana Kenya inataka kusikiza wa Kenya. Unaona? Na kama sisi kama wana Gen Z vijana tunataka watu wanatusikiliza. Hautaki tu watu wenye wanafanya vitu venye wanafikiria zitatusaidia na labda hizo si vitu zitatusaidia. Ukiangalia saa hii kumaanisha Gen Z mwaka 2027 mtachagua viongozi wapya. Tutachagua uongozi wenye watatufaidi, wenye watatusikiza, wenye watafanya kazi. Si ndio? Haya. Saa hii ukiangalia katika bunge wengi ni wazee. Hata kama si wazee, probably maybe from 40 kupanda. Niambie mzee kama huyo anaweza enda je kwa katika meza kusema mashida zetu na hajui. Yeye mtoto wake amesoma katika shule nzuri, amefanya watoto wake hawajapitia shida yenye Mkenya ama kijana anapitia saa hii. So yeye akifikiria kupanga, yeye anafikiria venye kijana wake ama msichana wake maisha yake iko. Hafikiri sisi wenye tuko chini. Na ndio maana yake nasema hii broad based arrangement iko na shida. Kwa sababu ilifaa iangalie kijana wa huku chini. Ilisema ni bottom up. Si ndio? Na tukisema ni bottom up, kijana anafaa kutetewa. Tulijua ati tutatetewa, ndio maana unasikia wanajicontradict wakisema story ya mtu wa bodaboda anatumia mafuta ya taa. Tangu lini? Hakufai hivyo. Mama mboga saa hii anafaa kuwa na grocery. Hafai kuwa kwa kibanda ama akibomolewa kibanda yake huku nje, mama analia, anafaa yake chakula kwa meza, anafaa alipie mtoto wake shule, atasaidika aje? Kwa hivyo saa hii hatutaki, ndio maana nilisema saa hii hatutaki wanasiasa. Tunataka viongozi. Viongozi wenye watatusikiza mashida zetu, wenye watatuelekeza na wenye
wenye tutaenda huko mbele, ati tukiangalia in 5 years from now tutajua kuna kazi imefanyika. Na ndio maana unaona hao wanasiasa, sio viongozi, wanasiasa wanachukua hatua ya kupeana fedha kwa vijana, kuwanunua. Kwa nini ununuane kura saa hii? Na ndio maana tunasema saa hii hatununuliki na hatubabaishwi. Saa hii ni sisi na kura zetu na kadi zetu na kufanya ambavyo inafaa. Kwa sababu sasa hatutaki kutishwa na mtu, ni sisi na ni sisi. Sisi ndio tunafanya the king makers. Yes. Nitarejea kwako Haron, lakini kumbuka pia nawe mtazamaji, popote pale ulipo unaweza ukatuma ujumbe kupitia kwenye mtandao wetu wa WhatsApp ambao uko pale chini kwenye nambari hiyo ambayo iko pale chini, na pia unaweza ukatuma pia voice note, na pia tutakuwa tunasikiliza hapa studioni, na pia unaweza ukapiga simu kuwasiliana nasi, na nitakuwa naweza kuwaunganisha na hawa wageni ambao wako hapa studioni. Pia unaweza ukatuma ujumbe kwa 22047 2247 na pia nitakuwa nasoma hapa ujumbe wako. Kwa hivyo mtazamaji, pia na kuhusisha katika mjadala huu ambao unaendelea hapa studioni. Haron, kuhusiana na hili swala ambalo Wanjege ametaja hapa kwamba jenzi wanasema kwamba hawabanduki, watawezaje kukwepa mitego ambayo ipo sasa hivi na kuweza na waepuke kutumika kama watu ambao wanaongoza maandamano, watu ambao wanakusanya wengine kupiga kura, na kuweza kubuni sera na kuchangia katika maendeleo ya taifa hili? Asante. Kile kitu vijana wanapaswa kufanya ni kwanza wajiandikishe kama wapiga kura. Ili tukisema hatutaki kiongozi fulani, tunajua wa viongozi, tunajua sana. Tunajua viongozi ambaye atatumia vijana kufanya maandamano. Kuna viongozi wengine watatumia vijana kama goons. Kuna wengine pia wanajiita viongozi lakini hawatatumia vijana kwa njia ile inayofaa. Kwa hivyo ni vizuri kama vijana kwanza tujisajili kama wapiga kura. Ukiangalia kama uchaguzi wa mwaka 2022 vijana waliopiga kura ni kama ilikuwa ni asilimia kama 40. Na ukiangalia kama Kenya jumla ya vijana ni jumla yao yote ya vijana ni kama asilimia 60 mpaka 70. Kwa hivyo ni vizuri sisi kama vijana, na unaona waliopiga kura ni asilimia 40 tu. Kwa hivyo ndio tumekuwa tukisema ya kwamba ili tuchague viongozi ambao sisi wenyewe tunaona ya kwamba watatusaidia, sio viongozi ambao watatupeleka kuandamana kama mwaka wa 2024. Tunapaswa tuchague viongozi ambao wako na ile moyo wa vijana. Unaposema kuhusiana na swala la vijana kujiandikisha na kuchukua kura, tumeona kwamba kumekuwa na voter apathy ambayo imekuwa ikiathiri taifa hili sana, na pia kuna issue ya trust na pia reforms. Vijana wanakosa imani na tume ya uchaguzi na pia wanakosa imani na mchakato mzima wa uchaguzi. Unahisi hilo swala litasuluhishwa vipi? Ni kama vile sasa unajua vijana walikuwa nasema ya kwamba vijana wamekataa kuja kujiandikisha kama wapiga kura. Wamekuwa wakasema hiyo narrative kwa kipindi mrefu mpaka vijana wenyewe wakaja wakasema tuko kadi. Wakasema niko kadi. Na kuona vijana wengi sana wameenda kujiandikisha kama wapiga kura. Vile vile hivyo ndivyo vijana wanapaswa kufanya, ya kwamba tukifika pale debeni tuende tupige kura kama kijana. Tutapiga sasa tunasema tutachukua kura, tutalinda kura, tutapiga kura na tulinda kura. Kwa sababu sisi wenyewe tunataka ile mabadiliko ambayo tunahitaji na tunajua nchi yetu inataka nini. Ukiangalia Kirobi, sisi vijana ndio tuko na miaka mingi ya kuishi hapa nchini Kenya. Na ndio sisi ndio tuko na ile nafasi ya kutengeneza nchi yetu. Na ndiposa tunapaswa kuchagua viongozi ambao wako na ustahiki mzuri, ile meritocracy kind of leadership, ile meritocracy. Tuchague viongozi ambao wako na uwezo na bidii na ile moyo wa kusaidia watu katika jamii zetu. Naam. Na asante sana kwa kauli hiyo. Imran, una kauli tofauti na kile Harun amesema. Nasikizana na yeye kabisa. Kweli ya kwamba vijana wana sauti, wana kura, wana
opportunity ya kubadilisha taifa hili na wamejipanga wao wenyewe. Lakini mchakato huu wa uchaguzi hawana imani nao, na pia kuhusiana na tume ya IEBC kikweli, kwa sababu ukiangalia by elections ile imefanyika hivi karibuni, utaona ya kwamba kilio ilikuwa wale watu walishinda, sio wale watu wananchi walipigia kura. Kwa hivyo nafikiri hilo tatizo liko na vijana safari hii na uchaguzi huu ambaye inakuja watapiga kura. Hiyo nina imani ya kwamba watapiga kura, watajitokeza wapige kura, na ni fursa ya kwamba mabadiliko itaonekana katika wale viongozi watakuja ofisini baada ya uchaguzi, kwa sababu vijana wana hasira na wamejipanga ya kwamba wale wabunge na viongozi wote wale walipiga yes kwa ile mswada ilisababisha vijana wengi wapoteze maisha na vurugu na shida ikue katika taifa hili, hawataweza kurudi kwa bunge tena. Kwa hivyo nafikiri kando na ukosefu wa imani na IEBC na changamoto zingine mengi, lakini vijana wameamua wataingia kwa mstari, wapige kura na wabadilishe viongozi ambaye wanaona wanaelekeza nchi kwa njia mbaya. Kwa hivyo nina imani ya kwamba safari hii sauti ya vijana inaonekana kwa uchaguzi. Wanjege Sheila, kuna hili swala la accountability ambayo imekuwa ni kizungumkuti sana katika taifa hili, na kuna mianya mingi sana ambayo viongozi wanatumia kukwepa accountability. Kama vijana wanawezaje kutumia mianya zilizopo ili kuwajibisha viongozi waliopo bungeni, na mianya hizi ni kama gani hasa? Katika hilo swala la accountability, kitu ya kwanza kama kiongozi unafaa kutujibu. Sisi tumekuandika kazi, si wewe umetuandika kazi. Kumaanisha unafaa kutujibu, na ndio maana unaona 2024 katika maandamano vijana walijitokeza na wakahakikisha ati rais aliyeketi ametoa hiyo bill. Kumaanisha tuko na uwezo mkubwa sana, na ukaangalia katika hilo swala ni kuonyeshana sisi vijana tunahitaji kukua katika hizo meza wakileta hizo mijadala. Tunafaa kuwa na representation ya vijana, ati kama wanaongelea swala la shule, kuna kijana hapo mwenye anatoa maoni yake. Kwa sababu tukiendelea ati tunangoja tu wazee watutolee mawazo na maoni, hakuna mali tutaenda. Unaona? Na for accountability, sasa kuna teknolojia. Na kwa ile swala la teknolojia, tunaweza tumia teknolojia. Vijana huku nje ni watu wamesoma. Tumesoma na sasa tunajua ni nini kinaendelea. Sasa hata kama kitambo watu wakuangana wanaangalia sana hata mataarifa. Lakini sasa unaona kijana taarifa anajua ati kesho jana kulienda hivi, huyu mwanasiasa alifanya hivi, aliongea kuhusu hii. Unaona washaanza kutweet, wanasema hapana, hii haifai, hili swala halifai, hivi havifai. Na hakuna, tukiongelea katika mtandao, pia tuongelea katika meza. Wacha hawa viongozi watupee suluhisho ambazo zinatufaidi sisi kama vijana. Kwa sababu tusipofanya hivyo, generation hizo za kukuja pia zitateseka, zitaenda barabarani tena kupigana, wauliwe. Nchi itakuwa inaenda wapi? Hakuna. Ndio maana tunahitaji saa hii, suluhisho ni saa hii na si kesho. Walisema sisi vijana ndio viongozi wa kesho. Kesho yao ni lini? Yetu ni saa hii. Sasa hizi ndio tunafaa kuchukua hiyo hatua na tusonge nalo. Tuende, wanasema ni siaka
tunaenda nalo. Yes. Na asante sana Sheila, nitakuwa narejea kwako Haron. Wacha kwa sasa tuvuke hadi katika kaunti ya Kisumu, tuungane naye mwandishi wetu wa habari Laban Shikokoti. Laban Shikokoti, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, vijana katika kaunti ya Kisumu wanasema nini kuhusiana na wao kujihusisha katika siasa za mageuzi chanya kabisa katika taifa hili? Na bila shaka mpenzi mtazamaji, nipo katika eneo la Manyata. Hapa ni wanafunzi ambao wanajiunga tu katika masuala ya uongozi, na hapa tukiwa tu tunaangazia mustakabali au nafasi ya vijana katika siasa. Leo hii wana maoni gani kuhusu siasa za Kenya, ikizingatiwa kwamba mwaka ujao ni mwaka ambao vijana watakuwa wanajitokeza kwa wingi tu kuweza kupiga kura. Ndugu, tuanze tu kwa jina lako, unaitwa nani na utueleze nafasi ya vijana katika siasa za humu nchini ni gani? Yes, kwa majina naitwa Silas Aden, student leader Kisumu National Polytechnic. Naweza agree na wewe, yes, we have a space in the Kenyan politics, and that is true because we are voters, and at the same time we have seen quite a number of young people vying for the political positions, and these are true testament that young people has a potential, and of course, though there are so many challenges we are experiencing as young people, people have been talking of things to do with finance or capital to facilitate that campaign. But of course, young people, as long as you have rights and you can be in a position to vote, to choose your leader democratically, yes, we have a space in Kenyan politics. Wakati mnasema kwamba mna nafasi katika uchaguzi wa mwaka 2027, yeah, takwimu zinaonyesha kwamba idadi kubwa ya vijana bado hawajitokeza kujiandikisha kwa wapiga kura, na wengine hawana hata vitambulisho. Sure. Hilo unazungumziaje? Well, I would say ni ukweli young people hawajachukua kura. That's why you will see the young people are now coming up with initiatives like Niko Kadi, and you will see young people, there's a huge turnout of young people currently registering themselves as voters for the 2027. There are some challenges that I would admit at the same time, that perhaps the people who believe that once the election has been held, then I would say there's a rigging of the election. Of course, those kind of mentality and beliefs, which of course are true, can demoralize young people to participate in general election or electing their leaders. And we want to do away with that, in the innocence that we as the young people, we can see and view that the leaders that we are electing and the system, more so to do with the IEBC, they are ready to conduct a free and fair and verifiable election. Asante sana. Na nikigeuka tu kushoto kwangu hapa, kijana, hebu tuanze tu kwa jina lako, unaitwa nani na utueleze unaona kwamba mitandao ya kijamii imeathiri vipi maamuzi ya kijana kuhusu siasa za Kenya? Okay, asante sana. Kwa majina naitwa Shadrack Otieno alias Janyatike. Naweza sema ya kwamba mitandao imeathiri maisha ya vijana kwa kuwa being that the youths are not given the chance to participate in the political rallies and neither the presidential campaigns. We use the social media platforms to express ourselves, and I can say that one of the things that I can say imetuathiri kwa nia nzuri, kwa sababu tunapata opportunity to express ourselves and to question on the government on what they are not doing on the right way, and as well we bring ideas to help them. Yeah. Asante sana. Ndugu, nikija tu kwako tukimalizia, anza tu kwa jina lako, ueleze Mkenya wewe unatoka wapi, na utueleze wewe unahisi kwamba vijana wana nafasi katika siasa za humu nchini. Mimi naitwa Canon Amolo Gwara kutoka Seme, Kisumu County. Saizi tuko Kisumu. Nataka kusema ya kwamba vijana pia wana nafasi ya kuwa kwa uongozi kwa nchi ya Kenya. Nasema hivi ya kwamba saizi baba alituacha, na kitambo walikuwa wanasema baba ndiye alikuwa anainua mkono na anasema huyu tosha, lakini baba yupo. Sasa tutakuchagua kwa kazi ambalo umelifanya kwa constituency yako ama ward yako hivyo. Yeah. Wakati unasema kwamba vijana wako kadi na wako na nafasi ya kuhusika katika siasa za humu nchini, wakati huu tunapozungumza katika afisi za serikali,
zaidi ya vitambulisho 80,000 zingali hazijachukuliwa na wenyewe, na hawa ni vijana ambao wanafaa wajisajili kuwa wapiga kura na hawezi kujisajili kama hawana vitambulisho. Una maoni gani kuhusiana na hili? Okay, naweza sema ya kwamba jana tulikuwa Huduma Center Kisumu na tukaona vitambulisho vingi sana havijachukuliwa pale Huduma Center. So nataka kusema ya kwamba vijana tutoke tuende tuchukue ID. Kama uli apply ID yako na hujachukua, enda uchukue ID yako, go and register as a voter, then coming 2027 you vote for a leader whom you want to have in your constituency, in your country or in your county. Asante sana. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, hayo ni maoni ya vijana katika eneo hili wakieleza tu namna ambavyo wana nafasi katika siasa za humu nchini. Wengine wakihimiza wenzao kuweza kuchukua vitambulisho na kutimiza wajibu wao wa kikatiba kwa kushiriki upigaji kura humu nchini kwa kuwachagua viongozi. Nikiwa hapa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kwako studioni. Na asante sana Laban Shikokoti ukiwa katika kaunti ya Kisumu kwa kuweza kusemezana na vijana. Wacha nirejee hapa studioni nisikilize kauli yake Haron kuhusiana na swala hilo. Tumesikiliza pale mwenzetu mwandishi wetu habari akisema kwamba kuna vitambulisho vingi ambavyo havijachukuliwa na vijana. Hiyo ni ukweli. Kuna vitambulisho mingi ambavyo hazijachukuliwa na vijana. Kwa nini? Niseme ni kwamba wengine wa vijana Gen Z, wacha niseme hii, hawajui mahali wataenda kuchukua vile vitambulisho. Hawajui kamwe. Na hii ni kazi ya machifu. Wale machifu ambao tuko nao katika kule mashinani ndio wanapaswa kuwa. Lakini kuna sehemu walijiandikisha. Kumaanisha ni hapo wanafaa kwenda kuchukua. Hawana ile information. Na ile information inapaswa kupelekwa na ule chifu ambaye amesimamia mahala pale. Kwa hivyo vijana, chifu kama ni kiongozi, chifu ni kiongozi ambaye ako pale mashinani, na yeye anawakilisha ofisi ya rais pale mashinani. Kwa hivyo ni kazi yake kupeleka vile vitambulisho. Tumeona hivyo miaka ambayo imepita katika serikali ambayo imetoka, serikali ya Uhuru Kenyatta. Tulikuwa tunaona mpaka machifu wanapelekea hawa vijana vitambulisho na wanaambia wende wafanye usajili kama wapiga kura. Kwa hivyo pia wale machifu, wale wazee, wale vinara katika boma, pia wazazi wako na jukumu ya kuambia wale vijana ya kwamba kwa sababu ulijisajili kama na unataka kuchukua kitambulisho, enda uchukue kile kitambulisho kwa sababu ndio kitakufanya uweze kujiandikisha kama mpiga kura. Naam. Asante sana. Imran. Yes. Nafikiri hilo ni ukweli ya kwamba kuna idadi kubwa ya vijana ambayo wamejisajili kuchukua ID na pengine iko katika harakati za kutoka ama tayari imetoka, lakini kuna tatizo la kuchukua na kwenda kujisajili kama mpiga kura. Tunashawishi vijana waende wachukue, wafuatilie, wajue hali na progress ya hizo ID ziko wapi. Na pia nimesikia mwito kubwa kwa serikali ya kwamba wanafaa kuachilia zile IDs ziko tayari, waende irudi kwa hizo locations, vijana wachukue, waende wajisajili kama wapiga kura. Nafikiri pia serikali tunawasukuma waende warudishe hizi IDs kwa locations, ndio wananchi haswa vijana waende wachukue kwenda kujisajili. Lakini nafikiri kulingana na ile information tuko nayo, iko idadi kubwa ya vijana ambaye walijisajili kuchukua IDs, na umeona ya kwamba for the first time katika historia ya hapa Kenya kuna karibu 1,100,300 ambaye walijitokeza kujisajili kama wapiga kura for the first time. Na 99% wote ni vijana. Nafikiri hiyo namba na idadi itatusaidia kubadilisha siasa ya Kenya na pia kupatia vijana nafasi wachaguliwe wakuje kwa bunge ama serikali. Ama katika serikali. Acha nipitie ujumbe kisha nitakuwa narejea na swali lingine hapo. Sheila kwenye mtandao wa WhatsApp anafahamika kama Joe kutoka kaunti ya Murang'a maeneo ya Kangema, anasema
Sheila anasema ukweli, tunataka viongozi na sio wanasiasa. Wanataka wachague viongozi ambao wanafaa. Mwingine anasema hapa, we want good leadership. Anafahamika kama Carol Kalita. That's why right now tuko Kadi so that we bring change to our country. Mwingine anafahamika kama Leon Faida. Nafuatilia nikitoka maeneo ya Kongo Pagoma. Naunga vijana mkono hawaku kwa kupiganisha uchaguzi mbaya kwa government. Natoka maeneo ya Kinshasa. Vijana ndio serikali ya kesho, hasa viongozi wetu wanahakikisha kwamba kuna mpango ambao utahakikisha kwamba vijana wanajitokeza mwaka 2027. Government, maoni ya vijana, mzozo na migogoro inaendelea kwa sasa. Sikuwa namuelewa vizuri yule kutoka maeneo hayo ya Kongo. Kolo anasema nafuatilia nikitoka maeneo ya Moranga, Kihoya. That girl Sheila has so much potential. Collins Mwangi. Ekuru anasema hello, this is Andrew Ekuru kutoka maeneo ya Turkana. I think the ultimate step we the youth are expected to do before having the government overhaul is to come up with our own youth party, one county-wide unifying youth party. Because when you look and deeply dig inside the existing parties we have right now, we find that they are all tribal structured. DCP belongs to maeneo ya Murima, ODM belongs to the Nyanza region, UDA definitely belongs to the incumbent. Vijana tukuje na political party yetu. Wajegi, kuhusiana na hili swala la vijana kuja na chama chao. Wakati umewadia sasa ama bado kuna safari ndefu? Kwanza kitu ya kwanza niruhusu niseme kuhusu hili swala la IDs. Vijana wengine wamechukua IDs, lakini wakienda kuzichukua wanaambiwa rudi. Na hilo swala linaonekana ni kama a political strategy ya kutusimamisha tusiweze kufanya ama kuchukua kura, ndio 2027 tusiingie kwenye debe. Na mimi naweza kuomba hustler in chief, rais, kama wewe ndio chief hustler, tafadhali tusaidie na identification cards, vijana wetu wachukue kura, tuingie kwenye debe 2027 na tuweze kubadilisha, kwa sababu tumechoka na hatutaki tena kujipata tuko na wanasiasa. Saa hii tunataka viongozi watasikiza shida ya vijana wetu, mama wetu, baba zetu, kila mtu katika hili nchi la Kenya. Saa hii tunaangalia masuala mengi sana. Uchumi, mafuta. Kuna masuala kama ya inaitwaje? Ya masomo, hospitali. Sasa hii unaenda katika mahospitali, unapata either SHA haifanyi ama wanaohudumia wagonjwa hawako ama hawatoshi. Na kama wako wengine hawahudumiwi vizuri. Unaona? Hiyo ni kwa sababu labda hawalipwi. It's a system. Na wanasikia vibaya sana, wanajaribu kufanya kazi lakini pia hawasikizwi. Hao madaktari pia ni binadamu kama sisi. Hao walimu ni binadamu kama sisi. Hao vijana hao watoto wako shule ni vijana kama sisi. Unapata kijana anatafuta kazi ama anakuwa na biashara. Kijana tumesema tunamkuza aende huko juu, akue up. Si ndio? Lakini sasa tukiangalia kijana anaitisha tenda, either anapewa ama hapewi. Na akipewa halipwi ama anacheleshwa kulipwa mshahara. Hiyo ni kazi kweli? Haya, tukiangalia katika swala ya unapata mwanasiasa anakuja anaweka taa moja ya barabara. Anataka sisi tumpigie makofi kwa sababu ya ameweka taa moja hapo na anakuja hadi kuilaunch. Hiyo ni kazi gani? Sasa hii ndio maana nasema sasa tunafaa tuchague viongozi. Haya,
Unapata mtoto mdogo anaenda shuleni asubuhi, kuna giza. Mtoto msichana, mtoto kijana. Huo mtoto na huo mtoto msichana ataendaje shule katika giza asubuhi? Huo mtoto ataendaje? Security kwanza, kitu ya kwanza. Hata kama ni mtoto msichana ama mtoto kijana, wote wanahitaji kuangaliwa. Watoto, vitabu. Unasikia wazazi wanalalamika ati vitabu vimepanda bei, ama hawana access ya vitabu zingine, ama sijui nini haifanyiki. Ni kwa nini? Hizo ndio shida za watu sisi kama Wakenya tunapitia. Na hizo ndio maswali tunafaa tuangalie. Na ndio tunasema tunataka kubadilisha hii system. Na kama hiyo hustler ndio iko na shida, tubadilishe. Sasa chama kama vijana mko tayari kuanzisha chama chenu sasa hivi? Sasa kama sisi, sasa Kenya ningesema tunaenda na kitu inaenda na maono. Lazima tuwe na structures. Lazima tuanze na kitu inaitwa structures. Hatuwezi amka siku moja tuseme sasa wacha tuunde chama. Lazima tufanye vitu kwa mpangilio. Mpangilio ambayo inatusaidia pia sisi. Si kitu yenye itakuja tena in mwaka moja ianguke. Kumaanisha wakati bado. Aaron, kauli yako ni gani kuhusiana na hilo hoja? Chama. Ni kweli. Nataka pia kusupport dadangu Sheila wenye amesema hapa. Ya kwamba wakati wa kutengeneza chama cha vijana utafika. Kwa sababu ukiangalia vijana wengi tumejiunga na siasa sasa hivi. Tumeona ya kwamba nchi yetu haiendi vile tunavyotaka. Kwa hivyo ningeomba tu tupewe muda kidogo tujikuze katika siasa ili tutakapokuja na tulisema sisi tuko tribeless. Tutakuja na chama ambayo itakuwa ni ya Mlima, hiyo chama ni ya Nyanza, hiyo chama ni ya Ukambani, hiyo chama ni ya Northeastern, ya kila mahali nchini mwetu. Kwa sababu vijana wako na sauti moja, wamechoka na uongozi ambao uliopo sasa. Kama ni wakilishi wa wadi, hakuna kazi wanafanya. Kuna kazi wanapaswa kuwa wanafanya pale mashinani. Hakuna kazi wanafanya. Ukiangalia wabunge wetu, wengi wao hakuna kazi wanafanya. Wabunge actually wanakuja wanatengeza barabara, wanaweka stima, sijui wanafanya nini. Tunawapigia makofi sana. Hatupaswi kuwa tunawapigia makofi. Ni kama hiyo ndio kazi yake. Ni kama sasa mwalimu amefunza mtoto wako na umemlipa, alafu ukimfunza na kumwambia mwalimu unafanya kazi sana. Kwanza wewe tutachagua. Hakuna kitu kama hiyo. Hiyo ndio kazi yao. Na wananchi wanapaswa wajua ya kwamba hawa viongozi ile kazi tuliwachagua wafanye, hiyo ndio wanapaswa kuwa wanafanya. Na kama kuna kitu ingine extra kama kiongozi anapaswa kufanya na haifanye. Kwa hivyo vijana tumejiunga na vyama zenye ziko sahi kama ni DCP. Lakini I cannot promise ya kwamba kupita 2027 tutakuwa bado DCP. Labda tutakuwa tumekuja na chama yetu ambayo tutakuwa tunasema sasa hii chama ndio itakayo tuvusha huu mto wa ukabila na unyanyapaa katika siasa. Harun anapigia DCP debe sana. Lakini nina imani ya kwamba vile anasema bado muda hujafika ya kwamba vijana wakuwe na political party yao. Nafikiri kuna rafiki yetu alijaribu, Morara Kibaso, kutengeneza chama chake na vijana mkakataa kumuunga mkono. Na vijana walijitokeza mara ya kwanza kumuunga mkono, tena wakamsaliti. Nafikiri Morara Kibaso ni kijana ambaye ana mafikra mazuri na ni kiongozi bora. Mimi kulingana na maoni yangu angeleta mabadiliko mengi sana katika Kenya, ama kutetea vijana waingie nafasi nyingi katika siasa. Kwa hivyo kama tuliweza kosa kumsaidia ama kumsupport Morara Kibaso, nafikiri itakuwa ngumu sana vijana wengine wajitokeze kipaumbele waseme ya kwamba tunaanzisha chama chetu na itakuwa chama cha vijana. Kumaanisha vijana wanakosa uaminifu miongoni mwao. Alafu kitu ingine ni kuna vijana ambayo wako kwa chama political parties nyingine hapa Kenya. Ukiangalia DCP kuna vijana,
kuna ile kitu tunaita youth leagues katika chama zote, UDA zote, na hatuoni mabadiliko katika hizo chama na hizo cheo vijana wako nazo katika chama. Kwa hivyo nafikiri imekuwa tu story ya kwamba vijana wana sera, wana mabadiliko, wana haki ya kuchangia katika siasa, lakini ikikuja kwa vitendo inakuwa ngumu sana tupate mabadiliko na vijana wapate nafasi ya kuongoza hapa Kenya. But kusema ukweli, serikali pia inajaribu. Tumeona ndugu yetu Fikirini Jacobs amepewa nafasi kama PS katika serikali, na kulingana na uongozi wake na kulingana na mafikra zake tumeweza kuwa na National Youth Council imeweza kutangaza ya kwamba tutakuwa na uchaguzi katika Kenya ya vijana. Na kusema ukweli, tulingoja National Youth Council itangaze hiyo na ifanye hiyo uchaguzi karibu miaka 14. Kwa hivyo nafikiri vijana wakipata nafasi katika serikali, sio lazima hata chama, lakini katika serikali, maofisi za serikali, executive, parliament, waweze ku occupy spaces within government, wanaweza leta faida na mabadiliko mengi. Mfano ni ndugu yetu PS Fikirini Jacobs, ni alikuwa kiongozi ya vijana katika university, aliweza kupata nafasi kwa njia ya Mungu kupata hiyo waziri, na kulingana na ile energy na mafikra na nguvu ile yako nayo kama kijana, aliweza kusukuma serikali iweze kupatia hii elections ya National Youth Council ikuje itoke. Kwa hivyo kuna fursa nyingi vijana wanaweza fanya ama spaces wanaweza tumia katika serikali kubadilisha Kenya na kutetea sera za vijana, kuleta mabadiliko. Asante sana kwa kauli hiyo nzito ambayo umetoa Imran. Wacha tuvuke maeneo ya Nyahururu, tuungane naye mwandishi wetu Laban Muhinda, kisha nitakuwa narejea na ujumbe ambazo wananchi wanaendelea kutuma hapa, na pia nitakuwa narejea na swali kwake Sheila. Kwa hivyo mtazamaji, usiende mbali, wacha tusikilize Laban Muhinda anasema nini kutoka maeneo hayo ya Nyahururu. Laban Muhinda, kama unanipata kwa njia iliyo safi zaidi, vijana wanasema nini kuhusiana na wao kujihusisha katika siasa? Naam, Kirobi, shukran sana. Nami katika mji huu wa Nyahururu nao baadhi ya vijana ambao vile ningependa kupata hisia zao ni zipi kuhusiana na vijana katika siasa za humu nchini. Karibu ndani ya TV47. Nikianza kwa kujitambulisha majina yako, tueleze wewe kama kijana unahisi kuwa mtakuwa na usemi au ushawishi katika uchaguzi mkuu ujao wa mwaka 2027? Naam, kwa majina naitwa Masinyokabi na ninakuanga hapa Oracle Collection, na yes, vijana watakuwa na usemi katika uchaguzi wa 2027 sababu tunaona vile wako very prepared, wako very active. Siku hizi sahi wako kadi. Yes, alafu they want change. Yes, hawataki tu leaders they are the leaders of today. Yes. Kuna madai kuwa vijana wengi huwa very active kwa masuala na social media, lakini ikifika wakati wa kujitokeza kuweza kupiga kura huwa hawajitokezi. Wewe kama kijana unahisi unakubaliana madai hayo? Hapana. Saizi tuko kadi, saizi vijana tumeamua kabisa because we are the leaders, sisi ndo chaguo la nchi. Asante. Nawe bwana, ukisongea tu hapo kianza kwa majina, tueleze kwa maoni yako, unahisi kuwa nyinyi kama vijana mtakuwa na ushawishi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Kwa majina naitwa John Nyamai. I own a business at Nyahururu. Mimi ni kijana, na let me start by saying that we as the youth, we are not the leaders of tomorrow. We are the leaders of today. Na vile nasema 2027 vijana watakuwa na usemi katika siasa za 2027. Vile ulipoona 2022 40% of the youths walijitokeza kupiga kura, na vile tunajua that 70% of the Kenyan population they are the youths. Even during the 2024 protest, uliona vile vijana walijitokeza kwa protest kwa sababu ya uongozi mbaya wenye unaendelea Kenya. Kwa hivyo kulingana na mimi, najua vijana wako kadi na tuko tayari kubadilisha nchi yetu. Kwa hivyo unahisi kuwa matumizi ya mitandao ya kijamii kama vile Twitter, Facebook, TikTok yameathiri vipi maamuzi ya vijana hususan kuhusiana na masuala ya siasa? Vile unaona the social media
inasaidia sana vijana kupeana information. Hata ukiona siku hizi the youth even wenye wako Nyahururu, Kibera, wapi, kila mahali wanapata live updates on time. Hata kabla news itangaze, kila mtu ako na ujumbe. Wanatumia TikTok, Twitter kutuma hashtag kule, wakihimiza wenzao kuchukua kura ili 2027 wakaweze kujitokeza kupiga kura. Si kujitokeza tu, ni kujitokeza mapema na kupiga kura. Asante. Naam, Kirobi, kama vile ambavyo umesikia, hayo ni maoni ya baadhi ya vijana kutoka mji huu wa Nyahururu wakisema kwa kiwango fulani vijana watakuwa na ushawishi mkubwa katika chaguzi ujao wa mwaka 2027. Kutoka kwangu mie Laban Muhinda nikiwa hapa mjini Nyahururu, huku ni kaunti ya Laikipia, sina la kuongezea kuregesha usukani kwako Kirobi. Asante sana Laban Muhinda ukiwa maeneo ya Nyahururu kwa kuweza kusemezana na baadhi ya vijana kuhusiana na wao kujihusisha katika masuala ya siasa. Tumeona wengi wanasema kwamba wana imani kwamba mwaka 2027 mambo yataweza kubadilika. Sheila, nikirejea kwako kuhusiana na kile Imran alikuwa ametaja hapo awali. Pia kuna swala la structures ambayo ulikuwa umetaja hapo awali kwamba ni changamoto kubwa sana kwa vijana kuja pamoja. Swala la mistrust miongoni mwa vijana mtaweza kusuluhisha vipi? Kitu ya kwanza, kumbuka 2024 tuliaminiana, tukajitokeza, tukaandamana, ndio hiyo finance bill itolewe. Ilitoka? Ilitolewa. Na ukiangalia saa hii we are doing things differently. Saa hii tuna work with trust kama youth, wenyewe kwa wenyewe. Saa hii hata ground youth anasema, youth ukisimama tutakusupport. Unaona? Si kama kitambo youth hawako wanajua kunaenda aje. Sasa hii vitu zimebadilika kabisa uko hata ground. Na ndio maana tunasema sasa hii kama president hustler in chief, kama haogopi 2027 ni atusaidie hizo ideas zitoke. Juu sisi ndio tunatengeneza kingmakers sasa. Saa hii ndio wakati wetu. Asante sana kwa hoja hiyo. Hapa kwenye mtandao wa WhatsApp, Njoroge kutoka maeneo ya kaunti ya Murang'a Mathioya anasema naunga mkono kuhusiana na swala la ID. ID hazitoki juu ni political strategy. Saizi nimeapply ID na nilienda kucollect and it's been 3 months. Hata shule siwezi apply. Fahamika kama Njoroge kutoka maeneo ya Murang'a. Mwai, kauli yako ni ipi kuhusiana na mvutano huu uliopo kwa sasa? Mimi ningesema ya kwamba kuna siku niliona rais alikuwa France. Akasema ya kwamba akaambia Wakenya wanaokaa France pale, akaambia ya kwamba wasiamini sana ambayo yanatendeka pale social media. Lakini ningetaka kusema ya kwamba sio kweli. I trust social media because number one, sisi kama wanarika na Gen Z tunaongea kupitia social media. Ili tufanye ile maandamano tulifanya mwaka wa 24, tuliongea kupitia mitandao ya social media. Kuelimishana kuhusu finance bill 2024 tulikuwa tunafanya kupitia social media. Hakuna mahali ya kwamba tuliambiwa kwamba tumeongea uongo ama tumesema mambo ambayo yasio. Kwa hivyo ningesema pia kama vijana, wacha tujitokeze. Wacha tuende tuchukue kura kwa sababu tuko na usemi mkuu katika uchaguzi unaokuja. Ningetaka kusema ya kwamba unajua nilisema ya kwamba watu wengi walikuwa wanasema, hata viongozi tulisikia wakisema ya kwamba Gen Z hawataki kuchukua kura, wanarika hawataki kuchukua kura. Vijana ni kama vile tulikuwa tunasema Raila tulikuwa tunasema ni enigma, ujui mahali anaanza ama mahali ataelekea. Ni kama Gen Z wako hivyo. Kwa hivyo uwezi sema ya kwamba Gen Z hawatafanya kitu fulani kwa sababu ya jambo fulani ama unavyowaona. Kwa hivyo hii issue ya kuchukua kura na pia hii issue ya ID, hatupasi kuleta siasa kamwe katika kuchukua ID. Na kwa sababu hii ni identification card. Hiyo ni kadi ya kila mwananchi popote atokapo. Either wewe umetoka wapi, wewe as long as wewe ni Mkenya unapaswa kuwa na ile kadi. Na sitaki hii serikali ilete siasa katika
kuchukua kura ama kuchukua ile national ID kwa mwanarika ama Gen Z. Wanapaswa kila mtu ako na haki ya kuchukua kura kwa sababu yeye ni Mkenya. Naam. Imran, ifikapo mwaka 2027 tumeona swala la digital activism ambayo imekuwa kwa sana, na pia ningependa kuelewa kuhusiana na iwapo Gen Z wanaelewa kwa kina zaidi kuhusiana na siasa za Kenya. Kwa sababu ndio ulete uongozi bora, lazima uelewe siasa. Nafikiri idadi kubwa ya vijana ama Gen Z wana idea ya kwamba serikali inafaa ifanye kazi namna fulani, sera inafaa ikuwe namna hii. Wanaelewa ya kwamba serikali vile inafaa kufanya kazi. Lakini ile tatizo kubwa tuko nazo ni kwamba hawaamini ya kwamba serikali ni wao wenyewe. Serikali ni wao wenyewe na nchi ya Kenya ni wao wenyewe. Nakumbuka kuna wakati kulikuwa na uchaguzi inafanywa na organization inauliza ya kwamba nani mfisadi zaidi katika dunia, na Wakenya Gen Z haswa wenye wanatumia social media waliweza kujimobilize na kusukuma ya kwamba walisema ni rais ya Kenya ndio anaongoza katika ufisadi ulimwengu. Nafikiri ile kitu wanasahau ni ya kwamba hii nchi ya Kenya ni ya vijana. Na hawa viongozi wenye wako kwa meza saa hii ni wapita njia. Kesho ni Harun atakuwa rais. Kesho ni Sheila atakuwa waziri. Kesho labda ni mimi nitakuwa bunge. Kwa hivyo tusiharibu sifa na jina ya nchi tukifikiri tunatukana viongozi fulani ama wanachama fulani. Kwa hivyo wanaelewa serikali, wanaelewa devolution, wanaelewa vile mambo inaenda, lakini hawaamini ya kwamba hii Kenya, hii serikali, hii rasilimali, hii wizara zote, hii sifa ya Kenya inaadhiri vijana pakubwa kwa njia nzuri ama kwa njia mbaya. Kwa hivyo tukue wa Kenya first kuliko tujigawanyishe katika political parties, tujigawanyishe katika kusupport mtu fulani, kupinga kitu fulani. Tukue wa Kenya kwanza, ndio tuanze sasa kujadiliana ya kwamba wewe maono yako iko namna gani, mwingine anafikiria aje. Kwa hivyo nafikiri wanaelewa, wana information, wamesoma, wako online, wanapata ujumbe kwa rahisi na haraka sana. Lakini hawana ile sense of ownership ya kwamba hii nchi ni yetu, tukiharibu tumejiharibia wenyewe, na tukitengeneza tumejitengenezea wenyewe. Sheila, umesikiliza vizuri kutoka kwa Imran hapo kwamba vijana wanafaa wachukue nchi kama taifa lao. Na tukikuja kwa hizi swala la civic education, mbona vijana waliosoma, kwa sababu ni idadi kubwa sana ambao wamesoma, hawatoi civic education kwa wale ambao wako kule mashinani? Kwa sababu huko ndio wanasiasa hasa siku za wikendi wanashinda kupiga siasa zao. Sai tuseme tumerevuka kama vijana, na wanasiasa tu wakikuja mashinani tunajua ni nani. Sai tumejua differentiate kati ule mwenye anakuja tumuone saa hii, lakini ikifika miaka 5 hautaimuona tena. Tukishamuona leo, kesho hatumuoni tena. Sai tushajua differentiate wanasiasa kama hao. Na katika civic education sahi, hata mimi kama mimi nagombea kiti sahi, ukiwa kwa mashinani tunaelimisha vijana, tunawaambia hivi sahi, hivi ndio si 2024 vijana wenzetu waliuliwa. Sahi vijana mnatafuta kazi, mko na kazi, watoto wanafaa elimu, biashara zinafaa zisimame. Lazima tuangalie ni watu gani watatufaidi.
kwa hizo miaka 5, kwa sababu tusipofanya saa hii, tusipoweza kuchagua saa hii, hilo swala litatusumbua miaka 5 na tutaweza kuongea tena. Ndio maana tunasihi vijana ikifika mwaka wa 2027 wachukue kura, wapige kura na waweze kujua ni nani wanaweza tufaidi. Na pia kitu ingine, sasa hivi umeona serikali tulitoa hii kitu ya Tuko Kadi, lakini out of nowhere unaona swala lingine limetokea juu ya lingine. Ndiyo concentration itoke wapi? Kwa Tuko Kadi. Ndio maana nasikia sasa hivi kama kiongozi mwenyewe nilisikia jana akisema sasa hii ati alisikia Tuko Kadi imeenda wiki moja, alafu sasa tunaanza stories zingine. Ni kwa nini? Hizo ndio vitu wanatumia kuchanganya mtandao, and wanatumia online goonism kutandaza ati hili swala ndio zinaenda sana ya Tuko Kadi na vijana wameona wamejitokeza. Juu kama sasa if 1.3 wamejitokeza kuchukua kura. Niambie IEBC saa hii kaza chukua mikakati ifanye ati vijana saa hii ati wanaingia duko ndani mashinani. Wasiseme ati kuna budget, kwa sababu kwa nini tunaona rais anatumia 90 billion in how many years? In 3 years, and yet Uhuru alitumia in 10 years. Hivyo ndio niliona katika gazeti. Niambie kwa nini, mbona wasichukue budget, there's a commissioner budget. Kwa nini commissioner asifanye kazi yake, aende katika mashinani uko ndani, afanye kazi yake, afunze au vijana, aelimishe wazazi wetu, kwa sababu saa hii systems zimechange. Venye wazazi wetu walikuwa nafikiria, si vile sisi saa hii tunafikiria. Unaona? Kwa hivyo tusipoangalia mikakati kama hizo, ati huyo commissioner aingie huko ndani, aweze kutoa vijana na kuonimisha kwa nini ni muhimu ya watu kuchukua kura na kupiga kura. Kwa sababu tusipofanya hivyo, sisi wenyewe ndio tutahangaika ikifika miaka 5 ikikuja. Na ndio maana tunasema saa hii ndio wakati, na huu ndio wakati wetu. Hata kama mnasema swala ya kutoaminiana, saa hii tunaaminiana kama vijana na tuna support vijana wenzetu, kwa sababu sisi si kila kijana anaweza kuwa kiongozi, lakini wale wenye wanaweza, tunaomba wajitokeze, waweze kufanya uongozi ambao utatufaidi sisi wote kama Wakenya. Yes. Sana. Aaron. Naam. Una kauli tofauti kuhusiana na hili swala la ambayo Sheila ametaja hapo kwamba vijana wana nia njema ifikapo mwaka 2027, na pia kuna hili swala la digital activism. Unahisi italeta mabadiliko mwaka 2027? Wacha nirejea hapo. Ni support venye Sheila amesema ya kwamba vijana wako na goodwill tunapofika mwaka wa 2027. Na ulikuwa umeuliza swali ya civic education. Wacha niseme Kirobi ya kwamba swali alisema ya kwamba mjinga akierevuka mwerevu wako taambani. Na kwa sasa kuna watu walio taambani, kwa sababu mimi nikiongea na wananchi pale nyumbani, kuna kitu moja waliniambia, nikawauliza kuna mtu fulani anasimama kiti ya umbunge mahali, wakaniambia ya kwamba huyo hata aje na chama gani, akuja na DCP ama akuja na ile chama atakuja nayo ati nakula mlimani, huyo hatutampa kura yetu, kwa sababu wanamjua. Kwa hivyo sisi kama vijana, kama siku ya Jumanne, mimi nimeshida na IEBC pale mashinani, nikiwapeleka watu wachukue kura, vijana wachukue kura. Na pia hii Jumapili inakuja, hii ya kesho kutwa, nitakuwa pia na IEBC tukifanya ile civic education. Unaona, unapata kijana anasema mimi sitachaguana, na anapeana reason, nasema wale tunachaguana wanga tunarauka mapema, tunachagua watu ambao hawajai tuwakilisha, wanaenda tu kwa sababu ya tumbo zao. Lakini pale ndipo sasa tunaanza kumwelezea kwamba wewe unapiga hii kura yako iko na usemi huu ama usemi ule. Na ndipo sasa kama pia vijana pale Kirinyaga tumekuja pamoja na tukashikamana na tukaunda kongamano kubwa sana ambayo inaitwa Kirinyaga Youth Summit.
mnamo mwezi kesho mwezi kesho tarehe 22 na 23 tutakuwa pale Kirinyaga University na tutakuwa tunaongelesha vijana kuhusu uongozi bora. Kiongozi bora ni nani? Ni nini tunataka katika nini tunaangalia tunapochaguana. Kwa hivyo issue na civic education tunaifanya kweli kweli. Sijui Kirobi unaweza rudia ile swali ulikuwa umeniuliza na kwamba nimetoka kidogo. Iko sawa. Kuna mmoja hapa anasema anafahamika kama Ochich Joseph anasema vijana wa mashinani wanapaswa wafanyiwe civic education, hapo ndipo wanasiasa wana take advantage ya vijana. Mwingine anafahamika kama Mike kutoka Bomet, vijana waongee vile inchi itaenda mbele, lakini wasiseme wako na miaka mingi ya kuishi. Mungu ndio anaamua mambo ya maisha. Kama wanasema wazee hawana nafasi, wajue kama sio hao wazee, vijana wanaweza kuharibu mambo. Palipo wazee kuna busara. Wazee bado wako na nafasi katika taifa hili. Nisome ujumbe mwingine hapa. Nafahamika kama Andwe Kuru. Dhani ni ujumbe ambaye alikuwa ametuma hapo awali kuhusiana na swala ya vyama vya kisiasa. Imran, nakubaliana nao kuhusu swala ni ukweli ya kwamba wazee pia wanachangia katika ujenzi wa hili taifa. Na mafikra zao, experience na ile kazi walifanyia Kenya. Kwa hivyo vijana pia wanahitaji, vile Harun alisema hapo awali, mentorship ya kwamba washikwe mkono, waonyeshwe vile watatumia hiyo nguvu yao, energy yao, akili zao na knowledge ile wako nayo kwa njia njema ya kujenga taifa kuliko kuharibu. Haswa wakati huu unapata tunalia sana ya kwamba sehemu ama nafasi ya vijana katika serikali ama Kenya hii iwekwe wazi na wapewe opportunities ya kuingia katika serikali ama chama. Lakini unapata ya kwamba kila wakati kuna ile mvuto kati ya the old guard and the new guys coming up, na hiyo friction inaleta tatizo kubwa sana. Basi tunaweza kushirikiana na wazee na wale walikuwa kwa serikali mbele yetu ya kwamba watupatie mawaidha, watupatie mentorship, watupatie nafasi tukuje tuseme mafikra zetu, tuingie kwa serikali kwa njia taratibu, bila kuharibu, bila kuleta tatizo kubwa. Kwa hivyo mimi nina imani ya kwamba ni wakati wa vijana kuongoza. Idadi ya kura na numbers tunazo, lakini tunahitaji kushirikiana na wale walitutangulia. Asante sana kwa kauli hiyo. Wacha tuchukue simu hii kutoka kwa James ambaye anatutazama moja kwa moja kutoka Mkuru kwa Ruben. Hello James, how are you? Uko salama? I'm fine. Mimi ni James Nganga kutoka Mkuru kwa Ruben. Naam. Mimi maoni yangu naunga huyo madamu mkono wa Gen Z. Naam. Kwanza swali yangu ni je, hao viongozi unajua wakati wanakuja wanatuomba kura, alafu wanaenda wanachange, wanabadilika, wanakuja wanafinya wananchi. Naam. Alafu hao viongozi wanakuja wanatumia vijana kupigana Wakenya kwa Wakenya. Tutafanya aje hii uhasama ya kupigana wenyewe kwa wenyewe ikome? Tutafanya aje kwa hao viongozi? Na hao viongozi ndio wanakuja wanatongoza sisi kwa kura. Alafu wanakuja wanatumia Wakenya kupigana wenyewe kwa wenyewe. Tutafanya aje tumalize hiyo uhasama? Naam. Hiyo ndio swali yangu. Lakini swali huyo manadada huyo sio anaitwa nani wa Gen Z, hiyo vile ameongea hapo hivi saa hii, mimi naunga mkono kwa Gen Z. Naam. Asante sana James kwa kauli hiyo. Hiyo ndio swali yangu. Naam, asante sana. Imran, umemsikiliza vizuri James akizungumza. Yes. Watafanyaje? Swali ni kwamba kila wakati uchaguzi ikikuja inakaribia, vijana wanatumika katika vurugu. Na swala hili ilikuweko hii mwezi ya kwamba
imekuwa biashara sasa. Kila mwanasiasa ana kikundi yake ya vijana wa kuleta vurugu katika mkutano za wanasiasa. Kwa hivyo nafikiri kuna kazi mingi tunafaa kufanya, na mimi ni mtaalamu wa masuala ya amani. Ninaongoza organization inakabiliana na mambo ya amani. Kwa hivyo ninaamini ya kwamba tukiweza kutrain vijana ya kwamba ipo njia ingine kuliko vurugu na vita na kelele, ya kwamba wanaweza kuleta maoni yao, wanaweza kupata kile wanatafuta, itakuwa rahisi sana watumie hizo njia zingine. Lakini katika hii uchaguzi inakuja, nafikiri hili tatizo la kutumia vijana katika kuleta vurugu inakuwa imetambaa sana katika Kenya mzima, na nafikiri ile kitu tunaweza fanya ni civic education. Tuweze kutenga fedha kutoka IEBC ama sehemu zingine za serikali, ikuje pamoja, tueleze vijana ya kwamba ndio muna nguvu na sauti, lakini tuweze kupeleka amani mbele kwanza. Kitambo tunajielekeza kupiga kura na kusema maoni yetu. Kwa hivyo nafikiri amani ni muhimu. Amani ni mama ya mambo yote. Kwa hivyo tuweze kuwaelimisha na kuwapatia training ya kwamba tupeleke amani mbele kama priority yetu katika hii uchaguzi, na tukipiga maoni yetu ama kura yetu kwa amani, mambo ingine yote inakuwa mzuri sana. Yes. Asante sana. Sheila, sijui kama una suluhisho lingine kuhusiana na swala la vurugu kwa vijana. Kitu cha kwanza, vijana tukatae kutumika. Tumetumika kwa muda mrefu sana. Na sasa hivi tunafaa kuangalia mabadiliko. Na ndio maana tunasema hatusemi wazee hawachangii. Wanachangia na kutusaidia katika masuala mengi. Kwa sababu wamekuwa na hiyo yenye Imran anasema experience. Lakini wafai kukua kizuizi pia kwetu. Kwa wanafaa kutushikilia sisi, watuongoze, watuambie ni hivi na hivi. Hapa mnaweza fanya hivi na hivi, lakini wasikue wale hawatuelezei, hawatupei mwelekeo. Watupe mwelekeo. Kwa sababu wasipotupia mwelekeo, nao ndio wako na wisdom. Sisi hatuwezi pia peke yetu. Lazima tushikiliane mikono, kwa sababu pia sisi tuko na mawazo yetu, wao wako na mawazo yao. Tushikiliane, tufanye jambo ambalo litasaidia Wakenya. Asante sana. Aaron, kuna swala hapa ningependa nigusie kabla muda hujakamilika studioni, sababu ni saa 6 dakika 45. Kuna fedha za vijana ambazo hupatikana katika mashirika ya vijana kama AGPO, kuna Youth Enterprise Development Fund. Je, fedha hizi huwa zinawafikia vijana wa mashinani ipasavyo? Sidhani kama hizi fedha zinawafikia ipasavyo. Kwa sababu umewahi fanya application? Sijaifanya application. Lakini najua zile fedha zipo. Lakini kuzipata zile fedha ni ngumu sana, kwa sababu ukiwa kijana pale mashinani hata hujui utaanza wapi. Na wao viongozi ambao tuko nao ndio wanajua zile fedha unapaswa kuzitoa wapi. Kwa hivyo hakuna ile kama venye tulikuwa tunaongea mambo ya civic education. Hakuna ile education ya kufunza wanarika ya kwamba kuna fedha mahali fulani ambazo wanapaswa kwenda kujaza. Shikilia hapo, acha tuchukue simu ya Bernard kutoka maeneo ya Kericho kabla kipindi hakijaisha. Halo Bernard, hoja yako ni gani hapa studioni? Maoni yangu ni kuhusu kadi na punguza sauti ya runinga yako na uache kujisikiliza kwenye runinga. Hoja yako ni gani? Hoja yangu ni kuhusu hiyo IDs na mambo ya kadi ya kura. Na yaongelea sababu mimi kutoka mwaka wa 2002 nimekuwa mpiga kura.
na nimefanya kazi kama clerk, counting and polling clerk. Naam. Na registration clerk. Naam. So tukisema kuhusu vijana wajiunge katika mambo ya upigaji wa kura. Naam. Wengi mimi nikishafanya kama registration clerk. Naam. Hawajitokezi. Naam. Na hilo suala linakuja sababu unakuta vijana wengi wanakaa wakisema kama hajapewa kitu ya kuweka kwa mfuko hawezi enda kuchukua kadi ya kura. Haya, ikifika wakati wa kwenda kupiga kura. Naam. Mimi nimekuwa counting and counting clerk and polling station. Naam. So wengi huwa wanakuja pale wanaketi. Naam. Wanangoja wapewe pesa ndio waende kupiga kura. Asipopewa pesa anarudi nyumbani na kadi yake na kura yake. So sijui hilo swala watalishughulikia vipi. Sababu hilo limekuwa donda sugu sana. Naam. Haya, ikifika wakati wa kura unakuta wengi wanafuata wale wanasiasa. Ulipokuwa unaona kama wakati ile papa alikuwa hai. Unakuta wengi wanamngojea wakati ile alikuwa anaenda kupiga, naye ni kura anaenda kupiga ni moja. Naam. Lakini unakuta vijana wanamngojea zaidi ya 3,000. Wanamsindikisha hadi kituoni. Na wao kwa hizo kituo hawapigi kura hapo. Vituo zao ni tofauti, lakini wanasindikisha mtu mmoja kwenda kupiga kura moja, lakini wanapoteza kura 3,000. Alafu wanasema kura tulipiga. Hapana. Hilo suala wacha waliongelee sawa, ndio hizo kula zikipigwa zinapigwa kwa uhakika. Naam. Yes. Asante sana kwa hoja hiyo nzito umetoa pale Bernard kutoka maeneo ya Kericho. Kauli yako ya mwisho kwa sekunde 20, mwelekezi wangu ananiambia, ni ipi kwa wananchi ambao wanakutazama? Mimi kauli yangu ya mwisho kwa mwananchi anaponisikiza, anayenitazama hapa sio redio, anayenitazama ni kwamba wacha tupende nchi yetu. Wacha tupende Kenya. Hakuna mahali tunaenda kama wananchi wa Kenya. Hii nchi ni yetu na tunapaswa kuipenda kwa njia pia ya kuamua maamuzi mema katika uongozi. Na ndipo tunasema mwaka ujao zote kama vijana, wazee, tukuja pamoja tushirikiane. Kwa sababu hii issue ya Niko Kadi si ya vijana peke yake. Pia unapata mzee hajaipiga kura kwa hiyo miaka yote. Kwa hivyo ni vizuri tupenda Kenya yote, ajitokeze, afanye ende aregister kama mpiga kura ili tupeleke nchi yetu mbele. Dakika 20 Wanjege. Ningetaka kuomba sekunde 20. Ningetaka kuomba vijana tujiamini na tujitokeze na tupende Kenya yetu ambavyo rafiki yangu hapa amesema, na tukiendelea kuangalia vitu ambazo zinatusumbua katika Kenya, tuangalie pia ni suluhisho gani, tutoe maoni zetu. Imran. Yes, ningependa kueleza vijana wa Kenya kwamba rais ni mpita njia, chama ni mpita njia, viongozi wengi ni wapita njia. Tupende hii nchi kama nchi yetu na tuiongoze na tuichangie kwa njia nzuri. Naam, asante sana Imran Abdirahman ambaye ni kiongozi wa vijana, na asante sana Wanjege Sheila ambaye ni mwanarika, na asante sana Haron Mwai ambaye ni kiongozi wa vijana. Bila shaka mtazamaji, kama jinsi ambavyo umesikiliza kutoka kwa wageni hapa ambao ni viongozi wa vijana, wengi wao wanasema kwamba vijana wajitokeze ifikapo mwaka 2027 waweze kufanya maamuzi ambayo yataleta mabadiliko katika taifa hili. Kufikia hapo sina la ziada. Mimi nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi na kutakia mchana mwema. Shukrani za dhati.